harufu ya udi, akisikia harufu ya udi, akisikia harufu ya ubani, hata kama ni kanisani au msikitini au sehemu yoyote katika mazingira ya kijamii, unapita kuna nyumba ya mtu unasikia kumechomwa ubani, huwa mtu akisikia ubani anatamani kupiga makelele, anatamani harufu ile anaipenda. Kuna watu wengine wanakula mpaka ubani, yani ubani mtu anachukua anakula ubani kabisa. Ujue mtu sampuli hii ni mtu ana jini kwenye mwili wake. Lakini hapa nazungumzia kila mtu ukimuona na dalili hii ana jini, iwe ni baya au zuri, lakini ana jini kwenye mwili wake. Ili kujua jini hili ni baya au zuri, unatakiwa kuweza kuangalia, je, baada ya kusikia haya yote unapata athari gani? Ukiona unapata athari, ujue wewe una jini baya. Ukiona upate athari, ujue wewe una jini zuri. Swala la pili, dalili ya pili ya mtu kuwa na jini kwenye mwili wake, nywele kusisimka. Mtu tamkuta anapita kwenye njia, mbele kuna hatari. Mbele nini? Kuna hatari. Kuna hatari mbele, unakuta kuna hatari labda ya ujambazi, kuna hatari ya vibaka, kuna hatari ya uchawi. Sehemu ambayo ya kutishatisha, unapita hiyo sehemu, haujaona kitu chochote, lakini mbele yako unaona kama sehemu hii ni ya hatari. Wewe unahisi kama ile sehemu ni ya hatari. Ndugu yangu, haija kutokea nywele zako zinasisimama, yani nywele zinasimama kabisa, unasikia nywele kama zinasisimka, mwili unasisimka kila mahali, damu inaenda mbio, umekuna mishipa ya nywele inasisimka kabisa. Hiyo hali zani wengi inawatokea. Ukiona hali kama hiyo, ujue mtu ana jini kichwani na mwili wake una jini. Niseme kila binadamu ana jini. Kama ushakutana na hali hii, ujue wewe una jini. Kwa hapa naeleza kila binadamu ana jini. Dalili ya pili inasema jicho kucheza. Jicho kucheza. Mtu anakaa hivi, unakuta jicho linamcheza, anakwambia jicho la upande gani? La kulia? La kulia jicho hili au kwenye huku au kwenye heri. La kushoto, akwambia la kushoto ni hatari sana. Kuna kitu nitakiona au kuna kitu kitatokea. Nadhani habari hizi nyingi zinawatokea watu wengi. Dalili ya tatu, wewe kama una jini na mwili wako una majini, ni moyo wako kwenda mbio. Kuhisi moyo wako unakwenda mbio, unahisi kuna kitu kitatokea. Ukiona dalili hiyo, basi ni ya kwamba wewe una jini. Lakini pia dalili ya tatu, wanasema mdomo kucheza. Mtu amekaa unakuta mdomo unamcheza sana, anajua siku leo nitagombana na watu au nitaongea sana. Ukiona wewe una dalili ya kucheza kwa mdomo, basi mojawapo dalili kwamba mtu ana jini kwenye mwili wake. Dalili nyingine nasema mguu kuwa mzito, yani miguu yako hii kuwa mizito. Wakati unatembea ghafla miguu ikawa mizito, au miguu ikawa inauma, au miguu inakufa ganzi kwa muda, lakini baadaye ile hali inakuondoka, kwamba unatahadharishwa sehemu unapokwenda kuna hatari, na huyu jini wako anakulinda wewe ili usipate matatizo. Lakini pia jini anaweza kukulinda, kukuletea ruhia, kukuletea njozi, kuota jambo alafu lekena likatokea. Wewe mpenzi mtazamaji, unaangalia klipu hii, umeshawahi kuota wewe kabisa kuna kitu kinatokea mbele yako na kweli kitu kikenda kikatokea? Umeshawahi kuota msiba na msiba ukatokea? Ushawahi kuota ajali na ajali ikatokea? Kuna watu wakiota jambo haipiti siku 3 siku 4 au kesho yake linatokea. Hii mara nyingi sana watu wameota, lakini yule ni jini anakuonyesha. Ndio nikwambie kwamba kila binadamu ana jini kwenye mwili wake. Kuna wengine wanaamini njozi zao wakiota tu baba lazima itokee hiyo. Kwa hiyo jua kabisa unapoota lazima ujue kwamba wewe una jini kwenye mwili wake. Mada ya leo inahusiana na viumbe waitwao majini, na kila binadamu kwenye mwili wake huwa ana jini. Dalili nyingine inasema unaweza ukawa na mwanamke au mpenzi wako au mwanamume wako, mkawa mnaishi kwenye mazingira mazuri sana, yani wewe na ule mwanamume anakupenda na wewe unampenda, mnakaa kwa amani, mnaishi kwa amani, na ghafla ukatokea mgogoro, yule mwanamke ikawa hakutaki tena,
Mwanamke kawa hakutaki tena, yani hakutaki hata kukusikia. Yani mwanamke anakuwa ni mkali kama pilipili, yani mpaka wewe mwenyewe unakaa unajiuliza, yani huyu imekuwaje leo? Unaweza ukaishi umerogwa, unaweza ukamwishi ule mwanamke ni mtu ambaye ana mahusiano na mtu mwingine.